na kubwa zaidi ni kuwa karibu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na tumeambiwa hapo, ukitaka kuwa karibu na mtume kuna mambo mingi, lakini katika hayo mingi moja tulioelezewa ni nini? Sijida. Sijida, kuna kitu kikubwa kama sijida. Sijida bimaana swala, ni maana ya swala, lakini kitajwa sijida kwa ajili katika kitu kikubwa katika sala ni kule kusujudu. Wewe ile sijida yako, kuchukua uso wako kuweka chini, kuweka katika mchanga, wazungumza na hakuna anayekuona. Sijida wakati umesujudu, macho yako chini, mdomo umeelekea chini, vitu vako vote vimeelekea chini, hakuna anaokusikia ila nani? Jalla jalalu wa ta'ala. Wasema nini pale? Anaokusikia ni Mola. Wazungumza naye lipi? Ndio ikawa katika nguzo kubwa ni sijida, kwa ajili vile vitu vako vote unavyoviheshimu umeviweka, umevielekeza kwenye mchanga. Macho yako, pua yako, meno yako, nyele zako, masikio yako, ambayo kwamba pengine kuna binadamu hatoki nyumbani nusu saa nzima ujipamba. Wanawake ni kazi yao, wanaume sasa ndo kibarua. Wewe nusu saa nzima, saa mzima ujiangalia pua bado. Ni hiyo hiyo tu, huwezi kuibadilisha. Waangalia macho bado. Waangalia mdomo wako, ukiingia choni saa mzima upija mswaki, wajipamba kiungo chako cha uso, naonyele nyoa. Siku hizi binadamu umekuwa hatosheki na alopewa na Mungu. Kuna pua nyingine huvaa, kuna macho mengine huwekwa, kuna meno mengine yawekwa, kuna nyele nyingine wawekwa, ili upate kuonekana uso wako ni mzuri tu. Na ni sunna mtu kuangalia kioo. Mtume alikuwa hasafiri ila inacho kioo, akijiangalia na akiangalia kisoma dua, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, ewe Mwenyezi Mungu, kama ulivyofanya uzuri umbo langu, fanya uzuri tabia yangu. Binadamu wao umeumbwa vizuri, hakuna kiumbe alioumbwa vizuri kama binadamu. Sasa huu uso ambao kwamba waushughulikia kwa kila namna, kwa gharama yote. Leo gharama kubwa watu wanaotumia katika kushughulikia uso wao, mafuta, madawa, mapoda, sijui manini, yote hushughulikia huu uso. Sasa huu uso wafika wakati Mwenyezi Mungu akwambia uweke katika chini kwenye mchanga, hakuna anaokusikia ila ni yeye. Hapo ndo upatikana ikhlasi iliyokuwa safi. Uko chini wala huoni mbele. Katika rukuu saa nyingine unaweza ukaona mbele, katika kusimama unaweza ukaona mbele na upande, lakini katika sijda ukasujudu kwa namna itakikanavyo, huoni pahali, waona chini. Lakini tukisujudu kisisi ndo twaona. Unakotamwona mtu amesujudu huku, hii huku ndo ameweka chini kwa ajili ataka kuona bado. Pia katika kusujudu ataka kuona, na miguu amepanua hivi, angalia nani uko nyuma, nani yoingia. Ile bado haijaitwa sajida, haijaitwa sajida. Sajida katika a'dha'u sujud, Mtume asema umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, nimeamrishwa kusujudu katika viungo 7. Kwanza ni jabaha, hii bapa la uso hili, na katika tamamu aljabaha ni pua nayo iguse chini. Wakati ukisujudu umeweka jabaha, bapa la uso hili umeweka, na pua nayo imegusa chini. Ikiwa pua bado haijagusa, wewe bado hujasujudu. Mtume aliposhiria hii ameshiria pamoja na pua yake. Weke hii jabaha na pua. Kisha na nini? Mikono miwili, mikono hivi ziwe wazi, ziweke ziko wazi namna mikono miwili. Kisha na rukubataini,
magoti mawili, maondo mawili, na kisha miguu miwili, nao ni vile vidole. Butunu asabi'i rijlaini, matumbo ya vidole va kwa huko katika vidole. Usiweke mguu namna hii, wengine weka mguu namna hiyo bado mpaka wengine hata mguu haukai chini, ukajuu kwa juu kama atakuruka. Mtu amesujudu utaona mguu kwa juu kwa juu namna hii. Ishike ile butuni hizi zikae kwenye ardhi, magoti yakae kwenye ardhi, mikono hii ikae kwenye ardhi, uso ukae kwenye ardhi. Hiyo ndo sida ambayo kwamba yatakikana sisi tusujudu. Ukisujudu sida hiyo kisawasawa, ukamwelekea Mwenyezi Mungu, kisha wewe uko chini ukamwambia subhana rabbiyal a'la, mimi niko kwenye ardhi lakini nakunadi wewe uliokuweko wapi? Mbinguni. Sida kama hiyo ukiisujudu waionea ladha yake. Kuna mtu wa sujudu ni kawaida, na kuna mtu asujudu na huku aona ladha ya utamu wa kusujudu. Ndio kama kisa maarufu kinaotolewa kwa mmoja litaka kukatwa mguu, akasema nisubirini nikusujudu, nikisujudu ndo muje mwenyekate mguu wangu. Akasubiriwa akasujudu. Aliposujudu tu watu wakamkata mguu, wakamchoma, wakamfunga. Baada ya sida akiinuka, akimaliza sala uliza mbona hamujanikata? Ile ladha ya sijida. Je, ladha kama hiyo sisi tunayo? Je, sisi katika sida tunao ladha au sisi twasujudu na huku hatujui kamwe kama tumesujudu? Kwa hivyo tukithirisheni kuswali. Swala ndiyo baraka. Mtu hana sala hana baraka. Nyumba haina sala haina baraka. Usitefute saa nyingine matatizo yako wapi. Jiangalie wewe na swala. Je, wewe na swala uko vipi? Uko sawa? Basi Mwenyezi Mungu amechukua ahadi, mwenye kuswali kisawa sawa Mwenyezi Mungu humsimamia mambo yake. Kwa hivyo ikhwatal iman, tukitaka kuwa karibu na mtume, na sote tunataka kuwa karibu na mtume, tukithirishe kuswali, tukithirishe kusujudu. Mtume alikuwa akisujudu mpaka na Aisha sema nafikiria kwa amekufa, amekata, manake yuwasujudu na huku ametulia. Na ndio ilipokuwa sida ni bora kukawekwa mambo mingi. Kuna sajdatu tilawa, kuna sajdatu shukuri. Hakuna rukuu ya tilawa wala hakuna rukuu ya shukuri, lakini iliyokuweko nini? Sajida. Kwa hivyo ikhwatal iman, ukiwa na hamu nyingi, ukiwa na matatizo mingi, inuka usiku, swali raka 2, lakini katika raka hizo 2 zirefushe. Na ukifika katika sida, muelekee Mwenyezi Mungu kwa moyo uliokuwa safi. Umuombe Mwenyezi Mungu na wewe uko katika sajida, basi matatizo yako yote yatakuondokea. Ya Rabbi, kwa baraka ya jalsa kama hii, tuondoshe matatizo tulionayo. Ya Rabbi, kwa baraka ya jalsa kama hii, tujaalie vijana wetu hawa Mwenyezi Mungu awahifadhi. Awahifadhi uso wao. Leo vijana wasikia mambo ambayo kwamba hataki kusikia. Na ukimwona mtu ameweka vile vitu vya masikio vaitwa nini? Sijui itwa nini, samaa zile. Usifikiri usikia Qur'ani shekhe. Asikia mambo yake. Akikuona wendo ataweka Qur'ani. Allah. Kumbe hakuna Allah, mrongo tu, asikii chochote. Usikia nyuma. Hujui masikio yasikia nini? Urongo mwingi wasikia. Ghiba nyingi wasikia. Kusengenya kwingi wasikia. Masikio yetu, macho yetu leo twaangalia nini? Leo macho yetu twaangalia nini? Hawa vijana wetu tunawapa masimu, kuwanunulia masimu. Je, waangalia nini kwenye simu? Leo kijana mdogo, katika zamani kijana mdogo hununuliwa gombo. Unajua gombo? Hata hujui kama. Vijana wadogo unajua gombo? Hawajui maskini. Unajua gomba? Gomba lile la Kibajuni au gomba lile la zamani kijana mdogo aletewa
Gombo, gombo ni ile karatasi ilikuwa yaandikwa alifu mpaka mwisho, na ile iko moja tu, naitwa gombo lile. Ndo kijana miaka mmoja miwili anunuliwa lile, apelekewa, akanalo alifu b t th. Akitoka kwenye gombo ndo hununuliwa nini? Juzu. Tena kuna juzu ile ya kwanza mpaka kisha kanunuliwa juzu ya alhamdu. Lakini leo kijana akizaliwa, zawadi ya kwanza baba humpelekea nini? Ndo zawadi ya kwanza apelekewa kijana. Simu sijui ni tabu hizo, pelekwa tabu hizo. Tabu sio? Ndio tabu hizo. Cha kwanza hupelekewa hicho. Ikifika mwaka wa kwanza ufanyiwa ile Eidul Miladi yake, birthday yake, zawadi nini? Apelekewa simu. Tena si simu ya kawaida, ni simu ya kisawasawa. Sasa katika ile simu ile kijana yuangalia nini? Je, macho hayo yenye kuangalia madhambi ataona ladha ya kusujudu? Ama mdomo usiulize unaozungumza, twaona mambo ambayo kwamba hatustahiki kuona katika majumba yetu, twasikia mambo hatustahiki kusikia katika majumba yetu. Leo kijana, baba na mama wamekaa pamoja katika nyumba, waangalia vipindi ambavyo kwamba hawafai kuangalia. Licha kuangalia baba na mtoto, hata baba na mama, mke na mume pia saa nyingine huwa ni haya hata kuangalia wao. Lakini mmekusanyikana pale, mwangalia, tena mwasherehekea, tena hamutaki kukosa, hamutaki kupitwa. Tumefika pahali muhimu. Muhimu gani mmefika? Ndio kuangalia baba ataka kumuoa binti yake, ndo pahali muhimu hapo. Mtoto hamjui mamake ataenda kumuoa mamake, si ndio vipindi vinavyoangaliwa? Na kila ikiwa namna hiyo ndo huwa ni muhimu zaidi, iko hakifai kukosekana. Ndugu na ndugu watongozana, wewe uko baba na mtoto mwangalia na mama pahali pamoja, bila kuona haya, bila kuona Mwenyezi Mungu atuangalia. Ya Rabbi, tuenda wapi? Tuhifadhie vijana wetu hawa. Mwenyezi Mungu awahifadhi, awape ilmu yenye manufaa, awape takwa, awape kila ambalo kwamba la khairi la duniani na akhira. Na inshallah waloweka jalsa kama hii, wazee wetu walotangulia mbele ya haki tumewataja, na walokuweko ambao kwamba mpaka sasa wadumisha, ni katika jambo kubwa, hasa mama wa nyumba kama hii. Mwenyezi Mungu ampe afya, ampe nguvu, azidi kutukusanya katika mambo ya kheri, yeye na watoto wake wote kwa jumla. Alhamdulillah, maulidi yamekuwa makubwa, naona sasa mefika mpaka nje kule. Mwakani nikuangalia mpango tena. Maulidi ya Mtume hayapungui, huzidi tu. Muhimu yataka ikhlasi tu. Utaanza mtu mmoja, wawili, watatu, wanne, yanazidi tu kwa ajili ni Mtume. Warafa'na, kila siku yazidi. Ikiwa na ikhlasi kila siku yatazidi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awabarikie, awajalie kila la kheri. Sasa tutamuita ndugu yetu Isa, Sheikh Isa Abdul Aziz. Njoo hapa, yeye ndio mkubwa, atoe kalimatu shukri. Kisha baada yake ndugu yetu Said Abdurrahman atatusomea dua ya Maulid. Kisha baada yake tutaadhini, kisha tufanye nini? Tuswali. Hilo ndo muhimu hilo. Wala tusemi tutakula kisha tutaswali nyumbani. Tuswali, lakini hakikisha ukiswali una udhu. Hakikisha ukiswali una udhu. Nyinyi mlolala mkatawadhe maji yako, tuswali. Hili ndo jambo la kumpendeza Mtume inshallah taala.